Mkutano wa siri baina ya Samia Suluhu na vyombo vya usalama umezua taharuki na kushtua dunia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika mabadiliko haya kwa ya kawaida ya uhusiano kati ya nchi jirani, imeibuka tukio linalogusa hata zaidi ya dola kwa dola. Sauti ya wazi ya mwanasheria mwandamizi kutoka Kenya PLO Lumumba imevutia umakini mkubwa baada ya kutoa tathmini ya wazi ya uchaguzi wa mwaka 2025 nchini Tanzania. Matamshi hayo yametajwa kuwa chanzo cha mkutano wa dharura uliofanywa kati ya Rais Samia Suluhu na timu yake ya usalama nchini Tanzania. Mkutano ambao uliamua kuchukua hatua dhidi ya Lumumba kutokana na kile kinachoonekana kama upinzani wa wazi. Tukio hili limefungua swali kubwa: ni lini kritiki ya kitaaluma inakuwa hatari na ni wapi mipaka ya ushirikiano wa kisiasa inaingia? Nchini Tanzania, mkutano wa usalama wa serikali umeamuru hatua za ulinzi juu ya Lumumba, hali ambayo inagusa masuala ya demokrasia, haki ya kujieleza na mahusiano ya kikanda. PLO Lumumba, ambaye ni mwanasheria wa Kenya anayejulikana kwa misimamo yake ya wazi kuhusu utawala bora na uwazi, alitoa tathmini yake ya uchaguzi wa Tanzania ya mwaka 2025 na kuonyesha kufadhaika na matokeo ya karibu 98% ya kura kwa upande wa Suluhu. Alibainisha kuwa ingawa Suluhu alikuwa mgombea mwenye nafasi nzuri ya kushinda, uzito wa ushindi ulionekana ni kielelezo cha matatizo ya msingi wa demokrasia katika taifa la Tanzania. Tathmini hizo zimeibua hisia kali nchini Tanzania na kupanua mijadala wa kimataifa kuhusu uhuru wa maoni na hali ya kisiasa nchini humo. Mfumo wa siasa ulioelezwa na Lumumba kama ukiukwaji wa haki za upinzani umechochea mjadala mpana kuhusu ushawishi wa rasilimali, sheria na uhuru wa kutangaza maoni. Baada ya taarifa ya Lumumba kuzua jafyo, serikali ya Tanzania ilishurutishwa kwa haraka kukutana na timu yake ya usalama. Mkutano huu ulilenga kulalamika na kuchambua kwamba makutano na maoni yaliyoelezwa hadharani yanaweza kuathiri ustawi wa siasa na ushawishi wa kisiasa. Katika mkutano huu uliomnutisha Lumumba, aliamuru kumpa taarifa kuhusu hatari ya kiusalama na kuchukua tahadhari kwa ajili ya usalama wake. Hali hii inaashiria kwamba mapambano ya maoni yanaweza kuchukuliwa si tu kama siasa za ndani bali kama swala la usalama wa taifa. Hatua hii imeibua maswali kuhusu uhuru wa kujieleza na mipaka ya serikali kushughulikia maoni ya viongozi wa ndani au nje. Tanzania imeonywa kimataifa kuhusu hali ya vyama vya upinzani, vyombo vya habari na uhuru wa maoni, na tukio hili linachukua nafasi katika muktadha huo. PLO Lumumba si mwanablogu tu bali ni jina lenye uzito katika siasa za Afrika. Alizaliwa mwaka wa 1962 nchini Kenya na kupata elimu ya sheria nchini humo kabla ya kwenda Ulaya. Kazi yake imejumuisha uongozi wa taasisi za elimu ya sheria Kenya, kuongoza kamati za mageuzi ya katiba na kuanzisha michango ya maadili na utawala bora. Ukosoaji wake wa wazi wa utawala wa demokrasia na hofu yake ya kukosa uwazi katika uchaguzi ni sehemu ya sura kubwa ya maisha yake. Ni mtu ambaye amejikita kutetea uwazi wa haki ya raia, na hiyo inafanya matamshi yake kuhusu Tanzania kuwa sehemu ya kipindi chake cha kupaza sauti ya jumuiya ya raia na mabadiliko ya mfumo. Kenya na Tanzania zimekuwa na ushirikiano wa kihistoria kutoka uchumi, usafiri hadi siasa za eneo la Afrika Mashariki. Lakini mzozo huu unaonyesha upinzani wa maoni unaweza kuteketeza urafiki wa kihistoria ambao umekuwapo. Huo mkutano wa Tanzania kwa mgombea wa Kenya unaonesha maoni ya mwanasheria kutoka nchi jirani yameweza kuchukuliwa kama tishio la kisiasa. Kwa upande mwingine, tukio hili linaashiria jinsi maovu ya kisiasa yanaweza kusambaa mipakani. Maoni ya mtu mmoja kutoka Kenya yanatumiwa tayari katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Shirika la utawala wa sheria na uhuru wa maoni linatazama kwa makini kama hatua hizo zitakuwa na athari kubwa zaidi kwa hali ya kidiplomasia ya eneo. Tukio hili limeweka wazi ukweli usiopendekezwa kwamba uhuru wa kujieleza na kujadili siasa kinaweza kukabiliwa na vikwazo wakati maoni yanapovunja mwafaka wa serikali.
Tanzania imekuwa ikipitia zama zenye changamoto kwa haki za siasa na vyama vya upinzani, na tukio hili linaongeza mwangaza juu ya uhusiano kati ya serikali, maoni ya umma na uchukuaji wa hatua dhidi ya wale wanaotoa ushawishi wa kisiasa kutoka nje. Hii inazua maswali ya msingi: ni lini maoni yatakapotolewa na mtu wa nje yanachukuliwa kama mkazo wa usalama? Ni lini mapambano na maadili ya ndani yatapata nafasi katika muktadha wa uchaguzi? Kila hoja inayotolewa na Lumumba iliyokuwa ya kitaaluma sasa inatafutwa sifa ya ushawishi mkubwa rasmi na la nje. Na katika siku za usoni, watakaotazama mahusiano ya Tanzania na Kenya wataangalia katika hatua hizi ambazo zitakuwa rekodi ya msingi. Kwa hivyo serikali ya Tanzania iko chini ya shinikizo la ndani na nje ya nchi kubainisha ni hatua gani za ulinzi zitachukuliwa dhidi ya maoni ya mwanasheria wa nchi jirani. Kenya kwa upande wake ina jukumu la kutetea wananchi wake na kushirikiana katika mawasiliano ya kidiplomasia na jirani. Na kwa umma wa Afrika Mashariki, tukio hili ni onyo kwamba demokrasia haijulikani tu kwa mchaguo wa uchaguzi, bali kwa nafasi ya kujieleza, kupaza sauti bila hofu na vile kuheshimu maoni ya kila mwananchi wa ndani na wa nje. Na hapa ndipo mambo yatakapotambuliwa, na tayari si serikali ndogo, sio mvutano huku nchi mbili, bali si nafasi ya msingi wa kidemokrasia ya eneo. Simulizi hili linaendelea kuwa hai. Maoni ya Lumumba hayakuisha na povu la mkutano wa usalama, badala yake hayamaliziki katika vichwa vya habari pekee. Yameingia katika mjadala wa kila siku kuhusu maadili ya siasa, mwanadamu aliyeshtakiwa kwa kupaza sauti na serikali inayochukua hatua. Tanzania sasa iko katika hatua ya kuchagua kama italenga kujenga daraja la mawasiliano na maadili ya kidemokrasia au itaingia katika mlango wa kutumia maoni ya nje kama tishio la usalama. Na Kenya kwa upande wake iko mbele ya nafasi ya kuona kama raia wake wanaweza kutoa maoni kwa uhuru bila kuathiriwa na vitisho vya kisiasa. Na katika siku zijazo tutashuhudia kama uhusiano wa nchi mbili utapakia ushawishi zaidi wa maoni au kuanguka chini ya silaha ya kutengwa na hofu. Hata hivyo, jambo la moja ni wazi kwamba maombi ya demokrasia ya eneo hayataacha kuwa ya maslahi ya ndani pekee, yatakuwa ya nchi kwa nchi kwa Afrika nzima. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea uchambuzi wa kina ambao haupindishwi wala kuegemea upande wowote. Kumbuka kusubscribe, kulike na vile kushare video hii, bila kusahau kugonga alama ya kengele ili uwe ukipata notifications kila wakati tunapoweka video mpya.